Tunajifunza mambo 6 kwa habari ya fedha, biashara na uwekezaji. Nitazungumza mambo makubwa 5. Muda ukiruhusu nitazungumza na la 6. Na kabla sijaanza, ninatamani nifundishe kwa mifano. Kwa hiyo nitahitaji mtu mmoja aje mbele, kijana ambaye yeye anapenda kufanya kazi tu, kuajiriwa, hataki biashara, hataki kuwekeza. Yaani yeye na ajira ndio kitu kiko moyoni mwake. Haya, nani kijana aje hapa ambaye yeye ni kazi na kazi, hataki biashara, hataki vitu vingine? Nahitaji watu wengine 2 ambao wao kwenye moyo wao ni biashara, kwenda mbele. Hawataki ajira, hawataki kitu kingine, wao ni biashara, kutrade. Wakati mkija, mje na bidhaa ama kitu chochote ambacho utakishika, ambacho utakiuza. Tutataka tuonyeshe kama mfano wa kuuza chochote. Halafu nitahitaji mtu mwingine mmoja. Huyu mtu yeye ni mwekezaji. Kwa lugha ya Biblia anaitwa kabaila. Kabaila ni mtu ambaye yeye anachukua pesa, anaweka kwenye biashara, anawachia wengine wasimamie biashara, wafanye biashara. Baada ya siku nyingi anarudi kukusanya faida, lakini hayuko active kwenye business. Nani anapenda kuwa kabaila? Njoo mbele. Mwekezaji yule pale bwana anapenda kuwa mwekezaji. Sasa ninahitaji muangalie huku mbele kwa makini. Huyu wa kwanza yeye ni mfanyakazi. Utakachokifanya ndugu yangu ni kwenda kwenye kituo chako cha kazi. Kwa hiyo tutafikiria kwamba kituo chako cha kazi ni pale. Unaenda pale, unafanya kazi, jioni unarudi. Halafu unatoka hapa, unaenda pale, unafanya kazi, jioni unarudi. Hebu jaribu tukuone. Jumatatu anaenda kazini, anafanya kazi, anamaliza, anarudi nyumbani. Majasho yamemtoka. Jumanne tena rudi kazini. Jumanne anaenda, anapiga mzigo kama kawaida. Kwa hiyo wewe endelea, nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Okay, sogea hapa. So hawa wafanya biashara tu. Kabaila unasogea pembeni kidogo. Sasa hawa ni wafanya biashara. Wewe mfanyakazi unabidi uende mpaka usubirie likizo ifike ndio unapumzika. Miezi 12 ndio utapata siku 28 za kupumzika. So hawa watatu wao ni wafanya biashara. Wewe unauza nini? Anauza saa. He sells watches. Sim. And the second one is magari. And the third person sells cars. Kuna kitu nahitaji, anauza magari kwa anashika funguo. Kwa hiyo sogeni hapa muonekane vizuri tu. Kabaila sogea kwa pale. So hawa wafanya biashara kila mmoja ninampa fedha shilingi 10,000. Hiyo ni 10,000. Hii ni 10,000 na hii ni 10,000. Nyinyi kazi yenu ni kuuziana. Kwa hiyo unamuuzia huyu saa, huyu anakuuzia wewe simu, lakini mnavouziana lazima moja anampa bidhaa, mwingine anampa pesa. Halafu na wewe unauza funguo. Kwa mta trade hiko kitu mlichonacho huku, mnazungushana fedha. Ukimpa anakupa pesa, halafu yeye anakupa bidhaa. Halafu unachukua hiyo bidhaa unampa mwingine, hivyo hivyo. Nione mkitrade, kwa sababu Biblia inasema nendeni mkafanye biashara hadi nitakaporudi. Huyu amemaliza mwezi mmoja, amekabidhiwa mshahara wake 10,000. Utakuwa na mahitaji yako, pengine kwenda kazini, utahitaji usafiri, utalipia pale funguo kwa ajili ya nauli ya usafiri, pengine utahitaji simu ama utahitaji chochote. Utatumia sehemu ya mshahara wako katika matumizi yako kwa kufanya ama kununua kwenye wafanya biashara. Kwa hiyo hawa wataendelea kubadilishana pesa na bidhaa, pesa na bidhaa, na baada ya muda nataka kuhesabu 10,000 umetengeneza kiasi gani. Huyu hapa ni kabaila. Huyu ni mwekezaji. Hakuna mtu mkubwa duniani kama mwekezaji. Hautasikia hata siku moja Mheshimiwa Rais na viongozi wameenda kutafuta wafanyabiashara, wanaendaga kutafuta wawekezaji. Kwa hiyo kazi yake yeye ni kuchukua fedha na kuiweka kwenye biashara, halafu anaenda anadai faida. Anachukua fedha, anaweka kwenye biashara, baada ya siku nyingi anarudi anadai faida. Anaweka fedha katika pengine viwanja, anakiuza, anapata fedha. Anaweka fedha kwenye nyumba, anawapangisha watu, wanamlipa kodi. Akishalipwa kodi haonekani tena mpaka mwaka uishe. Kwa hiyo wewe uta-assume kwamba unaenda kuwekeza mahali, pengine pale madhabahuni, utaweka pale kidogo madhabahuni pale tutakapohubiria, kwa sababu unahitaji kuwekeza kwa Mungu. Halafu utachukua nyingine utaenda kuwekeza pale,
Ukiwekeza pale lazima uje wadai faida baada ya muda. Kwa hiyo wewe utakuwa unaenda huku unawekeza mbinguni. So the investor will be investing his money. Part of the money has invested in church, and the other money is going to take into business, and maybe he's going to become a landlord, or he will give money to the businessmen, and after some time he will go and check how much they have made money. Halafu nenda sasa kadai faida yako. Now you can go back and demand your interest. Kwa ameenda amedai faida yake. So he has gone there and he is now taking his interest. Yule mfanyakazi kule bado anaendelea naye na shughuli yake ya kazini. Sasa nataka tufanye hesabu ya mfanyakazi. Nilimpa shilingi 10,000, nataka kujua amebakiza kiasi gani. Amebakia na 500. Hela zimeenda wapi zile nyingine? 500 shillings. Matumizi yako ni kipato cha mfanyabiashara. Kwa hiyo so you can see hela zote zimehama huko zimeenda kwa wafanyabiashara. Your expenditures is the income to the businessman. Kwa hiyo hakikisha safari ijayo haubaki kwa mfanyakazi, lazima uwe na biashara kukuingizia mapato, vinginevyo wewe utakuwa unatumia pesa uingizi pesa. Hawa wafanyabiashara kila mmoja alipewa 10,000. Nataka kujua sasa wana kiasi gani cha fedha. Aha, ndugu yangu ulikuwa na 10,000. Sasa hivi una kiasi gani baada ya kufanya biashara? Una 10,000 na saa. Sawa. Kwa hiyo mtaji wake umebakia pale na bidhaa. Sawa. Ndugu yangu hapa nilikuwa na 10,000. Was given 10,000 and now he has 10,000 and in addition he has a watch. Ulikuwa na 10,000. Sasa una kiasi gani? Una 6,000. Kwa hiyo huyu hasara. So hasara 4,000 katika 10,000 kabakia na 1,000. Kwa hiyo huyu 10,000 kabakia nayo, huyu 10,000 kabakia na 4,000. Kama kuna mtu anafanya biashara anapata hasara, amuone huyu bwana. 10,000 ulianza nao, sasa una kiasi gani? Ana 18,000. Ametengeneza faida ya shilingi 1,000. Ametengeneza faida ya shilingi 8,000. Amekusanya pesa za mfanyakazi, amekusanya pesa za huyu bwana, lakini nataka kumsikia Kabaila mwekezaji naye ametengeneza fedha kiasi gani? Ndugu yangu, ulikuwa na mtaji wa 20,000. You had the capital of 20,000. Uliwekeza kwenye biashara. And you invested in business. Tunatamani kujua umetengeneza kiasi gani kama mwekezaji. We would like to learn how much you have made from the investment that you made. Faida shilingi 6,000. So he has made jumla ulikuwa na 20,000. Iko wapi ile 20,000? 1,000 shillings. 10,000 mbakia? Kwa hiyo 10,000 umewekeza huko, 10,000 kule, na hapa una 6,000. Jumla una shilingi 26,000. Mpigieni makofi. Kila wakati mwekezaji ana uwezo wa kutengeneza fedha nyingi zaidi kuliko wafanyabiashara, na wafanyabiashara wanatengeneza fedha nyingi kuliko mfanyakazi. Hizi picha 3 ndizo tutakazoziongelea. Asanteni sana. Rudishianeni bidhaa. Are the ones that we are going to talk about today. Rudishianeni bidhaa, alafu kila mtu ile pesa aliyoishikilia atabakia kuishika. Ngoja msibadilishane, nisikilizeni maelekezo tu. Listen to the instructions. Kila mmoja akae tu na pesa yake. Sawa, umemrudishia simu, umerudishiana funguo, umerudishiana. Sawa. So everybody has given the commodity to wewe bwana, chukua ile 10,000 yako pale. Pesa uliyokuwa nayo ndio faida yako, shuka chini ubarikiwe. Wewe bwana, pesa yako ilipo 10,000, umebakia 10,000, Mungu akubariki, rudi kwenye kiti chako. You had 10,000 and remain with the same, you can go back to sit. Wewe bwana, ulipo 10,000, umebakia na 4,000, Mungu akubariki. Hakuna uchawi uliofanyika au mazingaombwe, ni biashara tu. There is no witchcraft, it's pure business. Wewe bwana, ulipo 10,000, sasa hivi una shilingi 18,000, umetengeneza faida 80%. Ubarikiwe, nenda kaketi na pesa yako na faida yako. Rafiki yangu, my friend, wewe ni mfanyakazi, ulijisahau ukafanya kazi, ukuwekeza wala ukufanya biashara. Hela zote ulizopata zimeenda kwa wafanyabiashara. Hukuibiwa pesa. Kwa hiari yako ulinunua vitu. Hakikisha safari ijayo unafanya biashara na kuwekeza. Basi tumpigie makofi, urudi uketi. Wakati nikijiandaa, nilisikia Roho Mtakatifu ananiambia
Ukisimama kufundisha, fundisha kwa mfano, vinginevyo itakuwa vigumu watu kuelewa. Biblia inasema kwenye Mithali 2:4, tunajifunza mambo 6 kwa habari ya fedha, biashara na uwekezaji. Hayo mambo utayaona ubaoni. Muda ukiniruhusu nitagusa la 6, lakini pale unaona ubaoni yameandikwa mambo 5. Kwenye Mithali 2:4, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyostirika. Asante. Ukiutafuta kama fedha, fedha inatafutwa. Naomba mwambie jirani yako, fedha inatafutwa. Lazima uhangaike kutafuta fedha. Fedha huwa haijagi ulipo kama ukikaa bila kuitafuta. Yule mfanyakazi alienda kufanya kazi, akatafuta fedha, akapata shilingi 10,000, akaitumia yote, lakini lazima aliitafuta na akawa anasema anatoka kijasho kweli kweli. Kundi la pili walikuwepo wafanyabiashara watatu. Wale wafanyabiashara watatu walienda kutafuta fedha. Mmoja alikuwa na 10,000 akarudi na 10,000, maana yake hakupata faida wala hasara. Kwa hiyo yeye kitaalamu tunasema ali break even, hakupata faida wala hakupata hasara, alikuwa sifuri. Wa pili alienda kutafuta fedha, akatengeneza fedha faida ya shilingi 8,000. Watatu katika 10,000 akabakia na 4,000, akatengeneza hasara ya 6,000 nafikiri. Kuna matokeo matatu kwenye kutafuta fedha: hasara, faida, ama unaweza ukatoka bila. Hakuna faida wala hakuna hasara. Ulipoanza ndipo ulipo. Mwekezaji yule aliyekaa upande huu Kabaila, naye alitoka na 10,000, 20,000, akaja kupanda kwenye ufalme wa Mungu, akatoa 10,000 na nyingine akawekeza kule kwa wafanyabiashara. Lazima utafute fedha. Ukisha sali na kuomba, kinachofuata lazima utoke ulipo uende kutafuta fedha, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kazi, iwe kwenye huduma, iwe kwenye uwekezaji. Kwa hiyo katika haya mambo 5 nitaanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza litakalotusaidia tufanye vizuri kwenye fedha, biashara na uwekezaji ni kuwa na mawazo ya kibiashara au mawazo ya kujishughulisha. Biashara inatokana na wazo, kazi inatokana na wazo. Huwezi kufanikiwa zaidi ya uwazavyo. Kule ubaoni atasogeza picha, iangalie ile picha inaonekana mbeleni. Ukiangalia pale ubaoni kuna watu watatu. Kuna huyu wa katikati, yeye hawazi kitu chochote, kwa hiyo kwenye moyo wake hamna chochote na kwenye mkono wake hamna kitu chochote. Huyu wa kulia kwenye mawazo yake anawaza kujenga nyumba, kuwa na nyumba ya kupangisha, kuwa na nyumba ya kuishi. Kwenye moyo wake imemjia nyumba, mkononi na kwenyewe amepata nyumba. Huyu wa tatu anawaza kusoma shule, anawaza kuwa na duka, anawaza kuwa na nyumba, anawaza kuwa na fedha, anawaza kuwa na kiwanda, anawaza kusoma shule. Mwisho wake alichokiwaza kutoka moyoni na kwenye akili yake ndicho alichokipata mkononi. Kwenye kitabu cha Mithali 21:5 Biblia inasema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu. Biblia inasema mawazo ya mwenye bidii huelekea kwenye utajiri tu. Huwezi kuwa na fedha ama mali kama hujaiwaza na kuifanyia kazi. Biblia inatamka mawazo ya mwenye bidii. Lazima mimi na wewe tuwaze kwa bidii kuwa na fedha. Chanzo cha fedha kinatokana na mawazo. Chanzo cha kuwa na nyumba inatokana na wazo kwanza. Kuwa na biashara kunaanza katika wazo kwanza. Huwezi kuwa nacho mkononi kama hujawa nacho akilini. Fedha ina tabia ya kuanza kichwani kwanza, halafu ikitoka kichwani ndio inakuja mkononi. Ndio maana Biblia inasema mawazo ya mwenye bidii. Huyu hakuwaza kwa bidii, kwa hiyo kama hajawaza kwa bidii hana kitu mkononi. Huyu aliwaza, lakini aliwaza kitu kimoja tu, akakipata kitu kimoja, kwa sababu Biblia inasema onavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Aliwaza nyumba, kapata nyumba peke yake, katosheka, karidhika. Huyu aliwaza vingi. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Akawaza mambo yote, kuanzia elimu, duka, uwekezaji kwenye nyumba, pesa, kiwanda na vyote Mungu akamjalia, akampatia mkononi. Mungu akujalie na wewe uwaze kwa bidii. Haleluya! Uwaze kwa bidii. Think diligently. Jambo la pili litakalokusaidia mimi na wewe kwenye fedha, biashara na uwekezaji ni kufanya kazi kwa bidii. Mithali 10:4 atendaye mambo kwa mkono mlegevu
huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa anakuwa maskini, lakini mtu akifanya kazi yake kwa bidii anakuwa tajiri ama anakuwa na fedha. Ni muhimu mimi na wewe kufanya kazi zetu kwa bidii. Ukiangalia pale ubaoni, kama umeajiriwa, fanya kazi yako kwa bidii, utapata mshahara, posho pamoja na vitu vingine katika ajira yako. Kama Mungu amekupa biashara ile namba 2, hakikisha unaifanya biashara yako kwa bidii kama hawa jamaa waliofanya biashara kwa bidii wakatengeneza faida na wakaongeza thamani kwenye fedha zao. Kama unashughulika na huduma, hakikisha unamtumikia Mungu kwa bidii, kwa sababu Mungu hapendi mtu anayefanya kazi yake kwa ulegevu. Kama umeamua kuwa mwekezaji kabaila, hakikisha unakuwa makini wapi unapowekeza fedha, ili baada ya siku upate faida, kama huyu kijana aliyekuja akawa kabaila akaondoka na 18,000, 20,000 wakati yeye alianza na mtaji wa shilingi 10,000, 20,000. Hakikisha unafanya kazi kwa bidii, wahi kazini. Hakikisha unatoa huduma bora. Hakikisha unanunua bidhaa kwa bei ndogo na unaiuza kwa bei kubwa kuliko bei ulionunulia. Hakikisha unakidhi mahitaji ya wateja, kwa sababu unaweka bidii kwenye kujua mahitaji ya wateja. Kwenye Mithali 14:23 Biblia inasema, Mithali 14:23, ndio, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Biblia hii ina mambo ya ajabu kweli. Inasema katika kila kazi kuna faida, lakini maneno ya midomo tu, kama unakaa na kupeta mdomo na kuongea ufanye kazi, utapata hasara. Kwa hiyo hakikisha unafanya kazi, kwa sababu hakuna kazi isiyokuwa na faida. Fanya kazi kwa bidii. Kazi iliyokuwepo ndio kazi ya kuifanya hata kama hujasomea. Vijana wengi na hata sisi watu wazima, wakati mwingine tunaitafuta kazi tuliyoisomea badala ya kuangalia kazi iliyokuwepo na iliyopatikana. Kile kilichokuwepo kifanye kwanza, hata kama hujakisomea. Mimi ni mhasibu. I am an accountant. CPA. I'm a CPA holder. Lakini sijawahi kufanya ile kazi ya uhasibu pasei. But I've never worked as an accountant. Nimemaliza masomo ya CPA, nikaajiriwa kama mkaguzi wa ndani wa mahesabu. Baada ya hapo nikaajiriwa tena kama afisa mwendeshaji wa biashara. Baada ya hapo nikaja kuteuliwa kuwa mkuu wa idara, wakati sijawahi kufanya kazi za ukarani za uhasibu. Baada ya hapo nikaenda kufanya kazi kwenye shirika la afya, wakati mimi mwenyewe sio daktari. Dr. Joel yeye daktari, mimi mhasibu, lakini nikaingia kwenye kuwaongoza madaktari. Kwa hiyo wewe nenda na upepo. Haleluya. Achana na hii mimi natafuta kazi nilosomea. Utaipata wapi uliosomea wewe? Kwa hiyo nenda na kilichokuwepo. Jambo la 3 ambalo ningetamani tujifunze pamoja kwa habari ya fedha, biashara na uwekezaji ni matumizi. Lazima uwe makini kwenye matumizi yako ya fedha. Katika hawa watu waliokuja mbele, wengi wamepata hasara. Mfanyakazi kapata hasara ya hela zote nilizompa. Wale waliokuwa wanafanya biashara, mmoja ameweza kubakia na 10,000 ile ile, mwingine amepiga hasara. Aliyetengeneza faida ni mmoja katika watatu. Yule kabaila mwekezaji yule alitengeneza faida ya uhakika. Uwe makini na jinsi unavyotumia fedha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Tito 3:4. The Bible says in the book of Titus chapter 3 verse 4. Inasema the Bible says, atatufungulia na kusoma tu kwa utaratibu na utulivu. I will read 3:14. Tito 3:14. The book of Titus chapter 3 verse 14, and the Bible says in Swahili, watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Biblia inasema tunapokuwa na fedha tutumie fedha kwa matumizi yaliyo ya lazima. Watu wenu na wadumu katika matendo mema na kuwa na matumizi yaliyo ya lazima. Kama wewe uko nyumbani, if you are at home, pesa ulizozitumia ilikuwa ni lazima utumie.
Kama wewe umeajiriwa ofisini, pesa tunazotumia ofisini, kwenye idara zetu, kwenye kitengo chetu, kwenye taasisi yetu, ni kweli ni muhimu tutumie ama ni matumizi ambayo yanaepukika? Kila wakati jitahidi uhakikishe unakuwa makini na matumizi, kwa sababu jinsi unavyotumia fedha inaweza kukufanya uwe maskini ama uwe tajiri. Umemwona mfanyakazi yule, katumia pesa zote. Zimeenda wapi? Zimeenda kwa mfanyabiashara na kabaila. Hawakumuibia, kwa hiari yake alienda kununua. Kanunua saa, kanunua simu, kanunua funguo za gari. Je, ni muhimu yeye atumie zile fedha? Siku moja Mungu aliniambia kwenye roho yangu, tena nikiwa hapa kanisani. Akaniambia kuna kanisa moja nitakutuma uende ukafundishe. Ile kanisa liko Arusha. Wale watu ninawabariki na fedha, lakini hawana nidhamu ya kutumia fedha vizuri, wanatumia fedha ovyo. Ukienda wafundishe jinsi ya kulinda na kutunza fedha nilizozipitisha kwenye mikono yao. Nikatulia. Baada ya siku nyingi yule mchungaji akanipigia simu, akaniambia unaweza ukaja kwetu ukatufundisha somo lolote, na mimi nikajua huo ndio wakati wa Mungu. Haleluya. Nilifika kwa ujasiri nikawafundisha, kwa sababu tayari nilikuwa na uhakika na kile kitu ambacho Mungu alisema na roho yangu kwa habari yao. Wakati mwingine Mungu hatupi pesa kwa sababu kila akitupa pesa ni kama vile tumeingiza kwenye mifuko iliyotoboka toboka, tunatumia ovyo kiolela, hatuna nidhamu. Mungu anapenda kupe pesa wakati tayari amesha kufundisha jinsi ya kutumia fedha. Njia nzuri, gawa fedha zako katika sehemu 5. Matumizi ya lazima, chakula, mavazi, malazi pamoja na matibabu. Halafu sehemu chukua peleka kanisani kwenye fungu la 10. Ili ni kundi la pili. Lakini ukumbuka kusaidia wenye shida. Maskini, yatima, wajane inaangukia humo. Kundi la 3, matumizi yasiyokuwa ya lazima. Hapa ni kuhakikisha tu maisha yako yanakaa vizuri. Siku moja mchungaji kiongozi alituambia tunajirusha. Ndio unaenda kula kila Jumapili ama kwa mwezi mara moja, hauli nyumbani, haupiki ugali, unaenda kula mtaani, lakini ndio kigusa sahani ya chipsi shilingi 20,000. Hapa unaweza ukaweka akiba sehemu ya fedha ambayo Mungu amekujalia. Halafu sehemu nyingine hakikisha unawekeza. Hiyo fedha unaoitenga kwa ajili ya kuwekeza, hiki kipande unaweza kanunua pengine hisa, vipande, bondi, majengo, biashara, viwanda, amana, kule Mungu atakuongoza. Hiyo ndiyo njia nzuri ya kutumia fedha. Jambo la 4 ambalo ninatamani ulifanye na ulizingatie katika masuala ya fedha, biashara na uwekezaji ni akiba. Inapatikana katika Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 2. Korinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2. Biblia inasema siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Biblia inatushauri siku ya kwanza ya juma kila mtu kwetu aweke akiba kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ukipata kidogo weka akiba kidogo, ukipata kikubwa weka akiba kikubwa. Yusufu aliweka akiba 20% ya mavuno aliyokuwa anayapata kutoka shambani. Usipoweka akiba utapoteza fursa mbele ya safari. Ikitokea dharura mchango unahitajika, hautaweza kwa sababu hauna. Hakikisha unatenga 10 hadi 20 ya mapato yako kama akiba, iwe ni mshahara, iwe ni fedha kwenye biashara ama sadaka umeipata kanisani. Jambo la 5 ambalo ningetamani tujifunze kwa hizi dakika chache ni kuhusu uwekezaji. Kwenye uwekezaji, kama picha inavyoonekana hapo mbele, hakikisha hauweki akiba nyingi halafu unatenga 1% ndogo kwa ajili ya kuwekeza. Kila wakati hakikisha unatenga fedha nyingi kwa ajili ya kuwekeza na chache kwa ajili ya akiba. Wakina dada mpo? Kina mama mpo? Women, are you here? Sikilizeni kipande chenu hiki. Wanawake wengi, utafiti umethibitisha, wana uwezo wa kutunza fedha nyingi wakazichungulia kwenye bank account, kibubu kimenona, kikoba kimenona, lakini hawajawekeza. Hawawekezi fedha nyingi, kwa hiyo hali zao za uchumi zinakuwa kidogo duni ukilinganisha na wanaume, kwa sababu wanaume kila wakipata fedha wanajitahidi waitumie kuzalisha fedha kuliko kuweka akiba. Kila wakati
Fedha uliyoiweka akiba kama ni nyingi haikusaidii kama hauitumii kwenda kuzalisha fedha nyingine. Hakikisha unatumia fedha nyingi zaidi kwenye kuzalisha fedha kuliko kuweka fedha nyingi zaidi kwa sababu isiyojulikana, kwa sababu tu unataka kutunza akiba. Akiba iwe ndogo lakini fungu la uwekezaji liwe kubwa. Huyu mwekezaji yeye aliweka fedha kwa Mungu, aliweka fedha kwenye biashara na mambo yake yakaenda. Sasa hapa nitazungumzia vitega uchumi takriban 6 ambavyo ni muhimu ufikirie kuwekeza sehemu ya fedha zako. Eneo la kwanza, wekeza kwenye biashara. Luka 19:13. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Fanyeni biashara hadi nitakapokuja. Bwana Yesu amesharudi hajarudi? Umenafanya biashara ufanye? Biblia inatuambia tufanye biashara. Mungu akikupa nafasi, jitahidi fanya biashara. Vinginevyo kama unafanya kazi peke yake, kama hauwekezi, inawezekana hela zako zikaliwa na wafanya biashara kwa njia ya halali bila kukuzurumu. Biashara, business. Wengi waoga. A lot of people are afraid of doing business. Lakini jitahidi. Siku nyingine nilienda mahali, wakati nikijiandaa nikasikia moyoni, kawaambie kutengeneza faida sio dhambi. Kutengeneza faida, Biblia nasema Bwana Mungu mkombozi mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Eneo la pili unaloweza kuwekeza ni kwenye hati fungani ama bondi. Unachukua fedha yako unaipeleka sehemu hizi 3 nitakazozitaja. You can take your money and bring it to these 3 areas that I'm going to mention. Sehemu ya kwanza ni benki kuu. Ukienda benki kuu kiwapa fedha yako, wana uwezo wa kukupa faida ya 7% mpaka 15% kwa mwaka. Kwa hiyo kama Mungu amekupa pesa kwenye biashara yako, chukua sehemu kaiweke kule benki kuu, utatengeneza faida ya kiwango hiko kwa mwaka. Kiwango cha chini ni shilingi 1,000,000 tu. Fungua akaunti benki kuu, ni bure. Kwa hiyo mimi na wewe tufanye kama Bwana Yesu alivyosema, kawekeni fedha yangu kwa watoa riba. Sehemu ya pili ni kwenye makampuni, bondi za makampuni. Umesikia NMB wametangaza Jamii Bond, CRDB wametangaza Kijani Bond. Wanatoa faida asilimia takriban 9.5 mpaka 10.25. Sehemu ya tatu haijaanza, lakini tayari Mheshimiwa Rais ameshatangaza kwamba angetamani aanze kuona Watanzania wanawekeza. Tunaita kwenye bondi ya halmashauri, municipal bond. Rais ameshatangaza. Oh, the president has already announced that. Kwa hiyo iko kwenye utekelezaji. Sooner or later itatoka. Kwa hiyo wewe na mimi tuwe tayari, kama kuna faida nzuri tunaingia pale kama kabaila. Haleluya. Sehemu ya tatu unaweza kuwekeza fedha zako ni kwenye vipande. Okay, you can also invest in units, UTT. Mifano miwili ya vipande ni kampuni ya UTT na Watumishi Housing Investment. Wangapi wameweka pesa UTT? Nyosha mkono. Na hakika wapo wengi. Nyosha tu mkono wala usiogope. How many of you have invested in UTT? UTT, nyosha mkono. Raise up your hand. Asante. Thank you very much. UTT, nyosha mkono. Asante. Thank you very much. Nyosha. Asante. Mmefanya vizuri sana, wapigeni makofi. UTT ni taasisi ya serikali kama unavyosikia benki kuu, ambapo inawasaidia Watanzania kwa kukusanya pesa zao na inaenda kuwekeza, halafu ikipata faida inawarudishia Watanzania zile faida. Ni uwekezaji mzuri na wapili kwa usalama baada ya benki kuu. Benki kuu kwenye bondi ndio salama zaidi. Inayofuata kwa mtazamo wangu ni UTT. Wanatoa faida takriban 12% mpaka 14-15 kwa mwaka. Ni sehemu salama. Hela inayohitajika shilingi 10,000, 15,000, 50,000 ya kuanzia. Sehemu ya 4 unaweza ukaweka pesa yako ni kwenye amana kwenye mabenki, lakini uwe mwangalifu unawekeza katika benki gani, kwa sababu kuna mara moja mara mbili baadhi ya benki ambazo hazikuwa salama sana au hazikuwa vizuri sana, tuliona kama zinafungwa, na zikishafungwa basi cha kwako chenyewe kinapotea.
Benki ziko salama na zinasimamiwa vizuri sana na benki kuu, lakini huwezi kujua yule aliyeondoka hapa na 10,000 mwingine kaondoka hana kitu, na kwenye mabenki natokeaga hivyo hivyo. So unakuwa mwangalifu. Sehemu ya 5, unaweza kuwekeza kwenye hisa. Hisa inakupa nafasi ya kumiliki sehemu ya biashara ile ambayo mnafanya kwa pamoja. Kwenye vikoba, mnafahamu vikoba vizuri. Kinunua hisa kwenye kikoba, manake umechukua pesa yako 10,000 umeweka pale, wanakupa hisa moja. Ukitoa 20,000 wanakupa hisa ya pili. Kwa hiyo wewe unakuwa na umiliki kwenye kile kikoba, faida inakuhusu na hasara inakuhusu. Mara nyingi tukiajiriwa tunaangalia pesa zaidi, hatuangalii hisa. Mungu atupe jicho tukamate hisa zaidi kuliko pesa, kwa sababu hisa zinaleta pesa. Haleluya. Yakobo akasema, wale wanyama watakaozaliwa wakiwa na madoadoa, wana mistari ya milia, wakiwa na marakaraka, hao ndio wawe mshahara wangu, sitaki mshahara wa fedha. Kanunue hisa. Ngoja nikushauri kitu. Tofauti ya kabaila na mfanyabiashara ni nini? Tofauti ya mwekezaji na mfanyabiashara ni nini? Mwekezaji hatakiwi kutumia muda kwenye biashara, anaweka pesa, anaondoka, anaenda kufanya mambo yake mengine anayoyapenda, ama anakuja tu kupiga pambio kanisani hapa. Unaona, ukiwa mfanyabiashara inabidi ununue saa uuze, ununue simu uuze, uchukue funguo uuze. Yani lazima uwepo pale kusimamia, vinginevyo wanakupiga bao. Kwa hiyo jitahidi uende ngazi moja zaidi, utoke kuwa mfanyabiashara uwe mwekezaji. Mwekezaji anatafuta biashara ipi yenye kulipa, anaweka pesa, anaachia watu waiendeshe, yeye mwenyewe muda wake anafanya mambo mengine. Mfanyabiashara inabidi awepo pale kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mfanyabiashara akiugua na biashara imeugua, unaambiwa duka limefungwa. Lakini mwekezaji akiweka pesa yake UTT, akiweka pesa yake benki kuu, hatujawahi kusikia benki kuu imeugua wala UTT imeugua, kwa hiyo imefungwa, haiwezi kutupa faida. Mungu akujalie upige hatua mwekezaji. Haleluya. Ipo siku, there is a day, utazeeka, you will get old. Hautaweza kufanya kazi ya biashara na kazi ya kuajiriwa. Ipo siku, there is a day, utafikisha miaka 55, utaambiwa sasa umetimiza umri wa kustaafu. Unapenda kazi, upende kazi, kaa pembeni. Maisha hayatasimama baada ya wewe kustaafu. Maisha bado yanaendelea. Umeme, maji, chakula, mavazi, kodi ya nyumba vinakusubiria hata kama umestaafu. Kama mshahara umekoma wakati gharama zinaendelea, lazima ujue jinsi gani ya kupata mapato kuweza kumudu gharama baada ya ukomo wa ajira. Njia nzuri ni kuwa mwekezaji. Jambo la 6 ni tahadhari. It's about caution. Kwenye mambo ya fedha, biashara na uwekezaji sio mambo mepesi, kwa lazima uwe makini na uchukue tahadhari. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mali iliyopatikana kwa haraka, wale watu wanaokuja na kuambia njoo uwekeze hapa utapata faida haraka haraka, mapema, be careful, kuna mtego ndani yake. Faida ya haraka, faida kubwa. Unaweka shilingi 1,000 unapata 10,000. Hesabu ya wapi hiyo bwana? Be careful. Biblia inasema mtu anaingia kwenye hivyo vitu viwili, ana haraka ya kutengeneza pesa na anataka faida kubwa, huishia kupoteza kila alichonacho. Ukiangalia ubaoni, uwe mwangalifu na watu wanaokuahidi ingiza kidogo unapata kikubwa. Angalia hii pesa inaota kama majani tu. Hii mashine hii inazunguka kule kasino, inakuahidi, lakini kila siku unaliwa tu. Angalieni hiki kitu kingine tuepuke. Ukienda nje ya nchi, ukisafiri, mambo yote yatanyooka kule ndio kuna kila kitu. Biblia inasema utabarikiwa mjini na mashambani. Nikiwa shambani nitabarikiwa. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika hujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Biblia inazungumza habari ya watu ambao wana hofu kwenye kufanya biashara na kwenye kuwekeza. Imesema tutatambua kwa njia mbili.
And the Bible tells us that we shall identify this in two ways. Njia ya kwanza, The first way, kuangalia upepo. by looking at the direction of the wind. Inasema angaliaye upepo hata panda. It says a person who looks at the wind will not plant. Kwa hiyo tunamjua kupanda manake ni kuanza shughuli rasmi ya kilimo. And we know that planting involves putting seeds into the ground. Kwa hiyo kundi la kwanza la watu wana tabia ya kusema mimi sijaanza UTT, sijaanza biashara, sijaanza bondi, sijaanza vipande, sijaanza hisa kwa sababu bado naangalia upepo. Hujaanza biashara kwa sababu unasema mazingira bado hayajatulia, naangalia upepo kwanza utulie. Hujaanza kazi kwa sababu unasema unaangalia upepo wa mwajiri kwanza. Sisi tunataka uanze kazi bila kuangalia upepo. Haleluya! Haitatokea hata siku moja kukawa mambo ni shwari kila mahali halafu mazingira yakawa so conducive kwako. Lazima upambane na upepo. Inasema angaliaye upepo hata panda, halafu anayeangalia mawingu hatovuna. Maana yake upepo unaashiria mtu kuanza kazi, anakuwa na kigugumizi, lakini mawingu yanaashiria mtu ambaye ameshaanza kazi lakini anashindwa kuvumilia. Biblia inasema hatovuna. Kwa hiyo mawingu ni kipindi tangu upande kabla hujavuna, pale unaamua kujitoa. Mtu ambaye hataki kuanza kufanya biashara anasema kule sielewagi wanatengenezaje faida wakati kaona zoezi faida linavyotengenezwa. Ni upepo ama mawingu? Na yule aliyechukua pesa yake akaiweka kwenye biashara, halafu akasikia TRA wanapita huko, akaamua kufunga duka lake na hataki tena kufanya biashara. Ni upepo, ni mawingu? Mungu atusaidie tusiangalie upepo wala tusiangalie mawingu ili tuweze kupanda na kuvuna. Haleluya! Hakikisha unachukua hatua, unapambana na upepo na mawingu, kwa sababu haitotokea maishani kila kitu kikawa shwari ili we uanze kufanya kitu. Hakuna mkulima atakayeona kila kitu kimetulia akavuna. Wewe pambana na mazingira, pambana na ajira, pambana na biashara, pambana na vitega uchumi, pambana kama umeingia kwenye siasa. Usiogope huko kuna uchawi, isije kwa umejificha kwenye kivuli cha upepo na mawingu.